kuona ametujalia neema tusimame mbele yenu. Shukrani zetu pia tunazielekeza kwenye baraza la wazee ambao wametujalia neema tuseme maneno ya Mungu mchana wa leo. Amen. Nimeitika kwa jina la Eustache Dunia. Nimeokoka katika kanisa la UTM Sepak. Ninampenda Mungu sana. Amen. Na katika maisha ninatumika katika mambo inayohusu je suis dans le domaine humanitaire. Ni kama vile ONG fulani ambazo zinahusika na mambo ya afya. Na ni neema hiyo ambayo Mungu alitupatia kutumika pamoja na Waamerikain hapa Kisangani. Haleluya. Mchana wa leo, ndugu mpenzi, ninajua ya kwamba umeisha kubarikiwa na Mungu. Mchana wa leo nina uhakika ya kwamba umeisha kusamehewa na Mungu. Mchana wa leo ninaamini ya kwamba Mungu amekuongezea imani. Na mchana wa leo ninaamini ya kwamba utahesabika kati ya wale watakao mshukuru na kumshuhudia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wamama Mungu awabariki. Wababa Mungu awabariki. Vijana mbarikiwe na Mungu. Haleluya. Siku ya leo ni siku ambayo iko tofauti na zingine. Siku ya leo tunakuja kukamilisha mafundisho ambayo tulikuwa nayo muda wa wiki mzima, ambayo ilikuwa inahusu mambo ya kuelekea kuabudu na kushukuru Mungu. Tulianza siku ya Mungu katika culte francophone. Baraza la wazee likatushirikisha kwa mafundisho haya siku ya pili, siku ya tatu na siku ya 4. Na leo wametuambia tuweze kutia nukta kwa yale. Ni furaha kubwa ninayo moyoni mwangu, kwa sababu muda huu nilikuwa naongoja kwa hamu na haki. Sijawahi kuhubiri katika culte bilingue. Tangu nimeanza kutumikia Mungu, sijapewa neema ya kusimama mbele ya watoto wa Mungu na kusema maneno yake katika culte ya bilingue. Kumbe na nyinyi mnanibarikia. Haleluya. Tutafungua Biblia zetu. Tutasoma katika kitabu cha Apocalypse. Kipindi cha 5. Kuanzia mstari wake wa kwanza hadi mstari wake wa 10. Nitasoma katika jina la Yesu. Mtaniwa radhi, nitasoma katika Kifaransa. Lakini kama ndugu iko na Swahili, sijui inaweza kuwa mzuri zaidi kusoma kusudi tuelewe. Frère, évaluez ces gens. Apocalypse 5, premier verset jusqu'au 10e verset. Inasema hivi: nikaona katika mkono wa kuume wake aliyekaa juu ya kiti ya ufalme kitabu
kilichoandikwa ndani nyuma kimetiwa muhuri 7. Kitabu kilichoandikwa ndani kimetiwa mihuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kubwa. Nani anayestahili kufungua kitabu na kuvunja muhuri yake? Nani anastahili kufungua kitabu na kuvunja muhuri wake? Wala hakuwa mtu mmoja mbinguni, wala juu ya dunia, wala chini ya dunia, aliweza kufungua kitabu ama kukitazama. Nami nikalia sana, kwa sababu hakuonekana hata mtu mmoja aliyestahili kufungua kitabu wala kukitazama. Na mmoja wa wale wazee akaniambia, usilie. Tazama simba aliye wa kabila la Yuda. Tazama yule aliye simba wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kufungua kitabu na kuvunja mihuri yake 7. Nikaona na tazama katikati ya kiti cha ufalme wa wale nyama wenye uhai 4, na katika kiti cha wale wenye uhai 4, na katikati ya wale wazee, mwana kondoo amesimama. Alikuwa kama amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7. Ndizo roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Akakuja akatoa kitabu katika mkononi wa mkuume wake, yeye aliyeketi juu ya kiti cha ufalme. Hata alipotwaa kile kitabu kwa damu yako, watu wa kila kabila na lugha na jamaa la taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao watatawala juu ya dunia. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa sana. Yeye anakaa mahali pa kuinuka. Yeye amezungukwa na wazee 24. Wenye uhai 4 wanamzunguka. Na wote wanasema, uko mtakatifu, unaenea, unatosha na unastahili. Hakuna mwingine kama wewe. Hakuna aliyemwaga damu yake kwa ajili ya wanadamu isipokuwa wewe. Hakuna aliyekomboa dunia kama wewe. Nani anaweza kufungua kitabu? Hakuna aliye kama wewe, ewe Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Amen. Wandugu wapenzi, katika mbinguni na hapa chini ya jua, mahali popote mwanadamu anaweza kaende, hakuna nafasi ambapo unaweza kutana yule anayefanana na Mungu. Hakuna anaweza kukutunza sawa vile na Mungu. Wanaweza kukupatia kile ya malaria, on peut te donner la qui contre le maladie diarrhée, on peut te donner toute la kinésithérapie possible, on peut te donner toutes sortes de nourriture, mais jamais aucune personne ne pourra être semblable à Dieu. Aucun autre
za Mungu. Haleluya. Tumetembea huku na huku. Tumeenda gauche à droite. Nous avons trouvé aucun Dieu. Aucun Dieu. Unaenda kwa mwanadamu. Akakupatia leo. Lakini akakuchoka. Lakini unapoenda kwa Mungu, anakukumbatia na anakuambia uje tu. Ijapo mwingi wa dhambi zako, ijapo mwingi wa makosa yako, kukuita aliambia mwanadamu, angalia mambo unayoyafanya, nimekujalia neema, nimemwaga damu yako, ninakuja kukusamehe, ninakuja kukurehemu, hata moyo wako wazi, moyo wako nitaingia ndani na nitakubadilisha. Utakuwa kama wale wazee wanaoniabudu, utakuwa kama wale makerubi na maserafi. Na mchana nasema Haleluya. Bwana wetu wasifiwe sana. Amen. Sasa tunaweza kumwabudu Mungu. Kumtukuza namna gani? Quelles sont les expressions physiques de la louange et de l'adoration? Ni namna gani utajua mtu ambaye amekuwa katika kumwabudu ama kumtukuza Mungu? Haleluya. La première expression physique de la louange, c'est à travers les chants. Unaweza kumsifu Mungu kupitia nyimbo. Mais la chanson que tu entonnes, la chanson que tu as composée, si elle n'est pas inspirée du Saint-Esprit, si elle ne repose pas dans un cœur qui s'est sanctifié, au lieu que la chanson puisse contribuer à l'élévation de Dieu, au lieu que Dieu puisse se réjouir de ta louange et de ton adoration, itakuwa kama vile mvua na kelele machoni pa Bwana. Kelele inakuomba ndugu mpendwa, unapomwabudu Mungu, unapokumtukuza, leo mwimbie. Jiuliza kwanza, eske mimi nastahili? Eske ni katika kweli? Eske ni katika uhaki? Jana nilikuwa katika usharati, jana nilikuwa katika ulevi, jana nilikuwa katika chuki, jana nilisengenya, chonganisha. Kama haustahili, utapiga magoti, watakusamehe na watakurehemu. Mwabudu, utamtukuza. Haleluya. Haleluya. Lakini sasa mbona sisi tumekuwa wachuruzi wa nyimbo? Hatuwezi kuimba isipokuwa kama hatuuzishe na kupata pesa. Haleluya. Inawezekana. Kwa maana Biblia inasema gharama ya mtu ndio pia utajiri wake. Lakini sasa wewe unatumia gharama hiyo namna gani? Waimbaji kusudi waimbe, inabidi wawapatie pesa fulani. Mtu fulani kusudi aimbe, inabidi tu kukuwe mashartisho fulani. Lakini mwanadamu ninakwambia asubuhi ya leo, mimi na wewe hatustahili mbele za Mungu. Makosa yetu imetushtaki mbele za Mungu. Bali kwa kumwabudu Mungu kwa kweli na kwa haki, tumeabudu miungu mingine, tumeabudu sanamu, tumeabudu irizi, tumeabudu madawa, tumeabudu wategu wetu. Ninakwambia kama vile umeitwa mwabudu, kama vile umeitwa yule ambaye kumshukuru Mungu, leo mwanadamu
nami nakueleza moto na mukina logi na yole siku yako imefika moko na weko ki ya kushuta yako ki na kulia. kolela Mwambie Baba, dobara tata aide-moi un vrai adorateur. salanga yingo kuma meli ya so Kusudi mahali ninapoimba wewe kama zalika iko wewe sauti yangu changanya bongo na na mai malaika pesa lelo kuna ba na makerubi na basenga na kwa sifu na kumisa na kutukuze na kuma meli nami nione faida. Wewe na kuna mitoma na Bwana yao wetu atusaidie sasa sana. ni soso kabisa Watoto wa Bwana, bana na mtambe wakati tunaingia ndani ya familia zetu, ndio tofauti na mambo umekuwa desturi fulani fulani. yetu na kama umesema Umekuwa ni kutambikia miungu. sasa kama tunakumbuka Kama vile ndani ya kabila la Wanande, sasa kwa banande kuna kweli miungu ambao wanaitwa Bihamba, sasa kama mtambe ambao wamekuwa watate kuna wakoko, walikuwa wanaenda katika msituni, wanajenga nyumba iko sawa vile payote. Nakumbuka wakati mtafutaza jenga nyumba ya wazazi, kanisa kama maneno linapotoka ndani ya magoti wazazi wangu wakaniambia, magoti wawili na gari hatuwezi weza anza jenga na hatuya mwanga damu na ndo sopima kila na hatuya mwanga damu. sopima kila Nikaambia baba, mimi siko tena mtoto wako, maana mimi ni mwana wa Yesu. Yesu alimwanga damu kwa ajili yangu, sina kitu ya kufanya. Jina la Yesu na wewe uokoke. Haleluya, haleluya. Bwana, sasa tumeiabudu wakibiringiti desturi zetu za kale. Bwana wetu atusaidie sana. Wanadamu batomoki tumemwacha Mungu pasipo kujua. tutikiriza mbele kuzama kuimba Tunaimba, za kuimba tunawaza tunamwabudu Mungu. za kubana za kusali za Tunasifu, Tunakukuza. tunawaza tunampendeza tukani Mungu. tunawasembeleza Na japo katika Biblia, kati ya Biblia wakati Bwana Yesu ndani ya kitabu cha mwinjilisti Yohane, tangu kwa Yesu na buku na tamaramu na isha wakati anakutanana na mwanamke Msamaria, tunataka na mwasi Msamaria mwanamke Msamaria anamwambia Bwana, mwasi Msamaria bila ekolo tafadhali. Bwana anamwambia mwanamke Msamaria, bila mwasi Msamaria mwanamke nipatie maji. mwasi pesa na ngai mai Na mwanamke akashtuka. mwasi asituki Wakati aliposhtuka akasema, je, namna gani mimi Msamaria naweza kukupatia maji wewe Myahudi? alobi yozali moyuda na sama Samaria Lakini Bwana akamwambia, wakati umefika na ulishafika, ule vrai adorateur adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Haleluya. Wakati mwanamke alisikia mambo hayo, akaanza kubishana, akasema, tulikuwa tunaenda mwabudu Mungu kwa ile mlima, njoo kule. Lakini Bwana akamwambia, ile ni wakati uliopita. Haleluya, haleluya. Mwanadamu unaweza sema unamjua Mungu na Roho Mtakatifu
papa. Haleluya. Itakuwa ni kelele machoni pa Eko Bwana. za kaka makelele kwa sana. Mungu atusaidie. Samba ile bisabisu. Amen. Tunaweza tena kumtukuza na kumwabudu Mungu kupitia michezo. Kupitia michezo. Na wakati tunamchezea Bwana, anatingizika kwenye kiti chake cha enzi. Anasema, "Oh Sylvie, oh Marie, oh Benoit, oh Joseph, nimependezwa na maabudu yako. Nitafanya nini? Nitashusha mvua ya baraka yangu. Nitaangusha milima na kuponyanisha yako. Kama ni magonjwa, kwa jina la Yesu yanapona. Kama ni uzazi unatafuta, kwa jina la Yesu unapata. Kama ni ndoa, kama ni kazi, kufikia kama vile mvua kutoka mbinguni. Bwana akubariki sana na kutendea. Haleluya. Wanadamu, ukiangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Paulo na Sila walifungwa. Wakati walikuwa ndani ya gereza, hawakupata ouverture fulani. Walitafuta huku na huko wa kuona, lakini wakakumbuka, wakaimba, wakaabudu, wakasifu Mungu, na milango ya gereza ikafunguka na wakapata kuachiliwa huru. Kwa maana wakati walipoimba, wakaabudu Mungu, kwa maana ukweli wa Mungu ulikuwa ndani mwao na uhaki wa Mungu ulikuwa ndani. Roho Mtakatifu akashuka na malaika akafika na makamba za gereza zikafunguliwa. Haleluya. Leo ninakuambia ya kwamba katika ulimwengu wa kuzimu, makamba zitafunguka leo kwa ajili ya nafsi yako leo. Haleluya. Leo ninakuhakikishia makamba ya magonjwa itafunguka leo kwa jina la Yesu. Kwa maana wewe umeitwa na Bwana. Haleluya. Haleluya. Eti tunaweza mpigia Bwana makofi. Amen. Tunaweza pia tena kumsifu Mungu. Kurudishia shukrani kwa mali ambayo ametupatia. Mwanadamu uliomba Bwana akupatie kazi. Mungu amekubariki leo. Anakupatia salary ya $50, $10,000, $10,000, $1,000, $2,000, $3,000, $4,000, lakini kasi unampatia kanini wewe? Unampatia kanini? Même si tu pouvais lui donner la totalité de ton salaire, unaweza pata vya kumlipa. Wakati ulikuwa ungali tumboni mwa mama yako, alikuchunga mara ngapi? Lakini ukaingia katika kifungo fulani, ukaingia katika nyumba ambayo hamna aeration, ambayo hakuna ventilation, itakuwa namna gani? Tu deviens asphyxié, tu deviens étouffé. Mais lorsque tu étais dans les seins maternels, wakati ulikuwa ndani ya tumbo ya mama yako, ulikuwa pamoja na matumbutumbu, ulikuwa ndani ya mafafa, ulikuwa ndani ya makauchu na makauchu, ulikuwa kauchu na kaujamu, ulikuwa katikati ya maji, lakini Mungu akakupatia uzima, akakuchunga mule. Wakati mama alifanya accident na wako mtumbu, lakini wewe ukachungiwa tu. Utarudishia ule Mungu. Lakini mbona sasa wakati kanisa inasema tuchange juu ya kazi fulani ya Mungu, mbona unafanya kuambia pastor, unazidi, una exaggerate, unaanza kupitisha makuta kwa ile lakini kama unaangalia kwako, unaona ni kuzuri kuliko hapa mbele ya Bwana. Kwako mko makaro, mahali ambapo baraka zako zinatokea, imani inaanza kutoka, sile inaanza kutoka,
kupatia nini? Kwa uzima na kupatia. Mara ngapi ulishakaenda ku garage? Maraboni hiyo kidara garage. Dites-moi, Yebisaka. tu es un camion belle. Ozana kutoka kitoko. Tu es. Ozali kutoka kitoko. Uko gari nzuri. Ozali kutoka kitoko. Uko bateau. Ozali bateau. Après un certain temps, les bateaux et le camion Butu kwa bateau. vont subir un entretien. Matin, midi, soir. Entretien ton cœur et ton corps. Balishaka kuombea na ukapona, kita deja facturé. Depuis combien de temps ulishaka ingia mpani sèche? Unakuwa tu na 4 litres ya carburant. 4 litres tu ya damu. 4 litres ya damu uzaliwe. Ile 4 litres. Mpaka siku utakufa. Ile 4 litres. Bona makamio unaendaka full tank après quelques kilomètres naisha. Nani alishakukufanyia mambo ile kama Mungu? Mzazi wa wazazi, Simba wa Yuda, mfalme wa wafalme, Mungu ambaye haangalie kimo yako, mwenye angalie ushindi wako, ili kutendea miujiza. Haleluya. Mbona uko tajiri kuzidia wale wako na franga? Uko mwalimu, ton salaire c'est 30 000 francs. C'est 40 000 francs. Mais qui a une bonne santé isipokuwa ule mtoto wako? Angalia kilichafu cha mtoto wa Bwana. Angalia pake ya mtoto wa Bwana. Lakini wale wa watajiri basi. Sasa vile ile publicité ya mioto. Kwa hivi. Lakini wewe yuko na Yesu. Unasikia tu baridi kidogo. Unaingia tu mshambre yako. Unaambia baba, tu es le médecin des médecins. Gynécologue. Toi le kinésithérapeute. Toi le pédiatre. Wamekuzunguka wenye uhai wane, wamekuzunguka wote wanasema wewe ni mtakatifu, nami naungana nao kusema wewe mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Yeah, 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 yeah. Mboga ndio inakuwa pomme de terre. Unafanya pomme de terre na geuka nyatia mboga inakula ile na leo zako chapeka pia na nini nishakunywa maziwa ya mbuzi. Na mera mimi na pona nzala. Mtoto ya mbuzi na ikala hapa pembeni. Bado na kama pembeni kama gari na iko kwa ina minyo ya tababati komela. Yesu Kristo. Nani niko kama wewe? Nani atakula hiyo papa? Hakuna Mungu wako. Mtu analitenda. Anayekudharau leo atakusalimia kesho. Wewe alikotoa mlango yako kwa mwanadamu nikafukuziwa mkazi. Na bengamaka na motara nikafukuziwa mkazi. Na bengamaka mtara. Nikaanza kuuzisha vitu yote ya Mungu. Na bandiko teka bila kuoza. Rafiki yote wakanikimbia. Bado nilipookoka na wazazi wakanikataa. Sasa nakamona matiba wote wakaniacha. Andeko
kwa masomo. Lakini wakati nilirudia kuvilaji, nikakuwa na nywele kuzidia za Waislamu. Na kama kila nikebelea kwa Waislamu kuzidia za Waislamu na mandefu kwa Mayuda. Hata different. Watu wakanikimbia. Wakati ninatapiga simu. Telefoni tena njola na lakini Mungu akaniambia, nimeangalia imani yako mwanadamu. Nimeangalia uvumilivu wako. Usirudie nyuma katika kunitumikia. Nitakufanya kwa heshima. Nitakubariki. Nitakushughulikia. Kuingia hapo kutoka hapo nitakupota pepo wewe. Unaona kwa maadui wako. Katika mbele zako. Walibosona watakuya kukuangukia. Nisaidia kwa heshima. Nikaambia baba, unaniambia katu, lakini kutenda yako misiyo. Sababu umesema kama siku moja kwako ni miaka 10. Mpaka muda gani nitavumilia? Mungu akaniambia, kamata funguo ingie ndani ya biro. Nikakamata funguo la wanadamu. Pale mimi siko naona kwanza kazi. Lakini niko katika imani. Nikaingia ndani ya shamba. Watu wananiona washoda. Ninaambia baba, ninaingia ndani ya biro. Ninafuata biro. Ninaipapana panjira. Ninasinye kontra. Na kisha mwezi mmoja wakaniambia waende juu ya mlima. Ninakwambia juu ya mlima ndani ya mafuta Mungu. Wakaniambia nimesikia na ninakutendea. Ukapanda ndege ukaenda. Haleluya. Bwana wetu asifiwe sana. Na mpaka vile watu hawakuwa wananiona kwa sababu wao walikuwa kimwili, lakini mimi nilikuwa nimeshakuwa kiroho. Haleluya. Na nikapata kazi. Na wakati nilipata kazi, wazungu wanaanza niambia sasa, unapenda tuanze kulipa ngapi? Unapenda tukulipe ngapi? Unapenda tukulipe ngapi? Unapenda mama furahi kukulipa? Haleluya. Kisha wakaniambia sasa, voudriez-vous accepter? Unaweza kutuhurumia uende Kisangani? Na mimi sababu nilikuwa najua kama nitafika Kisangani kutumika kazi. Nikaambia haya nitaenda. Na Mungu akaruhusu. Leo nikutanane na wewe. Watoto wa Bwana kuishi katika kumwogopa, maisha ya kuabudu Mungu, maisha ya kutukuza Bwana, inakuwa na baraka nyingi sana, inaleta mafanikio sana. Na wakati Mungu anapokubariki, hakubariki tu kwa muda mfupi, lakini anakubariki tangu leo hadi mwisho. Haleluya. Sasa leo utakuya sasa unajua français. Leo kwa hivi libopoto. Unajua français. Leo tunajua français. Tukutia hapa na pastor asema mtoto mwenye tutasema français. Totia yao na totia kwa pastor kwa mwana nani kwa français. Français ya mtoto wa Bwana. Français mbona sasa inakuwa ndani manjonjo. Unakuwa ndani utukufu wa Bwana. Jambo la nzambe. Français ya mtoto wa Bwana. Unakuwa mafuta matakatifu. Kwa ndani inakuwa tu. Seigneur te bénisse. Que le Seigneur qu'il ait compassion de toi. Alors qui France ya watu wa ulimwengu. Fais attention. Lakini waambia Bwana, mimi niko licencié dans le royaume de Dieu. Kwa sababu mimi Mungu amenipa uwezo. Naweza kuomba. Haleluya. Bwana kubariki. Bwana kubariki. Prends conscience de ce qui représente devant le Seigneur.
inaanza kutoka. Ukomona piso libandiko bima. Machozi inaanza kutoka. Piso libandiko bima. Lakini sasa Kasi. acha nikwambie. Ukanete. Lia basi. Lela. Lela papa huyo. Play. Lela. Lela te. Mbona kuna mwenye analia? Mbona papa wewe zake? Lakini wakati unafunga macho, unatazama makuni hapo. Unakumbuka kwenye ulikuwa jana. Unaweza hata kukosa lakini machozi yanaanza kutoka. Haleluya. Machozi yanaanza kutoka. Lakini sio machozi yote ndio yanakuwa kuabudu. Parce qu'il y a les larmes de crocodile. Na piso ya crocodile. Mungu anafika mahali kuomboleza pamoja na wewe. La personne est en train de compatir avec toi. Alors qu'elle est en train de se moquer de toi. Elle pleure. Les larmes ne viennent pas du fond de son cœur. Un crocodile c'est là. Un pharisien. Et que le Seigneur le pardonne. Alléluia. Lakini wewe machozi yako wakati inatoka ndani ya moyo wako inapanda mbinguni kwa Baba. Na mahali alipo anaangalia, anasema mimi sitatuma mwanadamu, nitatuma tu malaika zangu mwende mpanguze machozi. Na wakati watakupanguza machozi itaonekana kwa wanadamu, na watu watakushangaa, watasema ule alikuwa anakula matembele jana, lakini leo bilubusu kitoko inaanza kuingia na haitaisha tena ndani ya nyumba yako. Haitakuwa kama kukilio. Watu wanafanya entraînement ya kulia. Tokolela hebo kwanza angalia wanaenda wako wanaimba wanapiga lakini wako wanasema wende tu kwa sababu ile mali yako wainyang'anye leo ujane. Lakini kuona huko wakati mume wako alikufuata kutupia vitu yako kufukuza kuona huko ya wako walikunyang'anya nayo. Leo ninakwambia Mungu ni Mungu wa wajane. Mungu ni baba wa yatima. Atalipa kila mmoja kwa ajili ya matendo yake. Uaminifu wako uko wapi mwanadamu? Wako uko wapi? Leo Mungu anakuambia leo ni Mungu pamoja na wewe. Haleluya. La louange et l'adoration peuvent t'apporter la victoire. Elles peuvent t'apporter la victoire. Elles peuvent t'apporter la victoire et la réussite. C'est lorsque Josué wakati alikuwa anataka ingia kuteka mji wa Yeriko, Mungu akamwagiza, akamwambia yeye mtumishi wangu, ingia katika kuimba na kuniabudu muda wa siku 7 nitautingiza mji wa Yeriko na hiyo milima yote taanguka. Haleluya. Haleluya. Est-ce que tu as des amis Dieu a l'épreuve? Nishakaambia Bwana leo ninasimama Bwana, ninakuja, shida yangu njoo hii. Mungu muda wa siku fulani nilikuwa mwongo, mimi nashikataza kusema hongo. Nilikuwa msharati, tangu leo ninakamata decision ya kuacha msharati. Nilikuwa mlozi, tangu leo ninaacha. Lakini kwa sababu nisio msharati ndio nilikuwa nakula. Sasa nimeiacha. Na hivi nimeiacha. Isha jamala. Univalishe sana. Bwana unishurulike. Mwanadamu ninakwambia. Ukafanya hivi. Katika wapi na upendo. Mungu hatakuacha. Haleluya. Tusimame. Tafadhali tusimame kidogo. Tukaimba tu wimbo wa kuabudu. Tuimba kaka zembo ya kumwambia Nzambe. Na wakati tutakuwa tuko tunaimba hivi. Sababu za kuimba
Uangalie makuna maajabu Mungu ashakutendea. Dans la bikama pe bikama sina basi sala pona. Uangalie ni mara ngapi mwanadamu alisema hautaweza. Sasa la boni mutawisi te kulonga te. Lakini mwisho kaweza. Suka kulonga kika. Uangalie vile vyenye mpaka Tala za pemene. usione wa mbele au wa nyuma. Kutana ni kusote. Lakini uko mbele ya Bwana. Ninajua ya kwamba Mungu atakutendea. Hivi sasa wasaidie. Karibu kwa waimbaji. Majibi.
Jésus. 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 Entre dans le cœur et la vie de mon frère. Jésus. Viens guérir ma mère de toutes les maladies qui rendent sa santé. Oh Jésus. Viens redonner l'espérance à ceux-là qui sont dans les désespoirs, au Seigneur. Viens redonner dignité et honneur à ceux-là qui sont marginalisés, Seigneur. Jésus. Viens sécher les larmes de tes enfants, Seigneur. Va midi soir leur corps sont flagellés, Seigneur. Tous les restes de leur vie, Seigneur, ils ont toujours été devant les échecs. Viens donner la réussite et la victoire, Seigneur. Jésus. Onekana kwa waliokuwa wako Bwana. Aliyekuja kwako Mungu kumrudisha mikono mitupu. Haleluya. Watoto wako wanachokupatia Bwana. Lakini Mungu wangu anakutolea roho zao. Ingia Bwana na kutawala maisha ya kila mmoja wetu. Jésus. Bwana, watoto wako wanahitaji kutembea katika maelekezo zako. Wamezaraulika siku za kutosha Mungu wao. Wamelia siku za kutosha Bwana. Vikwazo vimekuwa vingi ndani ya maisha. Hata wengine wameregea katika safari. Wengine wameregea katika imani Bwana. Leo kuje tena Bwana. Viens restaurer Seigneur. Jésus. Oui, Jésus. Jésus. Rise, Saint-Amen, et glory, Père de Santa Père de gloire. Réclame de gloire. Rends Santa Père de glory, Père de son Père de gloire, Père. Wazere isiri na ili Bwana wanakusudia. Wenye uhai wale wanakusudia. Wote wanatazama utukufu wako Mungu. Wote wanakushangilia na kukusifu Bwana. Asante kwa mchana wa leo. Asante kwa neema ya leo. Asante Bwana. Asante Bwana. Tunaalika mama moja kumwabudu Mungu na kumshukuru kwa njia ya maombi. Yesu Bwana, asante Yesu mwamba uliye bora. Ubarikiwe miji wako Bwana, kuna Yesu kama wewe. Simba ya kabila ya Yuda ni wewe. Nemreshe ndote David ni wewe Bwana. Hakuna Yesu kama wewe. Ninakuabudu, ninakutukuza. Kwa maana uko Yesu na uko upendo. Kwa maana tunakuabudu, tunakusifu. Tunakurudishia
tunaalika mchungaji kwa kumaliza kipindi hiki na kutubariki sisi sote. Karibu kwa mchungaji, sisi tukiwa tu wenye kusimama na kuinua mikono. Mungu, katika jina la Yesu Nazareti, wewe Mungu mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu sana. Hakuna ambaye anaweza kuwa kama wewe. Tukulinganishe na nani Baba? Tukulinganishe na nani Bwana? Matendo yako yatisha. Wewe unafanya kama ajabu na ishara. Oh Bwana, wewe ambaye unaiketi mahali pa kuinuka. Wewe ni Mungu mkubwa usiyebadilika, wewe yule jana leo hata milele. Unabaki Mungu mkubwa. Tazama muda huo wana wako wanakuinua Bwana. Kama vile ulivyosema kwa neno lako, wakuinue wakuabudu, nao utawaonyeshia mvua za baraka. Acha muda huo Baba, wana wako wasipokee hiyo mvua za baraka, wafunguliwe katika vifungo vyote, wafanikiwe katika njia zao, na endelea kukutukuza na kuhimidi Baba, sababu wewe ni mkubwa sana. Uko Bwana wa mabwana, uko mfalme wa wafalme, uko mtukufu wa mtukufu. Acha tukuinue tukuvishangilia Baba kwa makofi na